Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Lazima tuwasiliane na polisi na kuwaeleza juu ya haya, ili watu hawa wapewe adhabu ya kifo. Lini? Sasa hivi. Nilisikia mazungumzo hayo yaliyozungumzwa kwa sauti kubwa. Kila neno nililisikia vizuri kabisa. Muda mfupi baadaye nilimsikia tena Abdalla akiwasiliana na polisi na kuwaeleza kisanga chote kilichotokea pale nyumbani kwakwe. Ndiyo, wamo ndani. Hawawezi kutoroka Tanzania na Somalia. Abdalla aliendelea kutoa maelezo kwa polisi. Kisha nikasikia akiwahimiza polisi kufika ndani ya dakika 20. Niliketi chini, donge zito likinikaba kooni. Machozi yalinitoka. Nilijiona ni kiumbe niliyedhulumiwa haki yangu kwa kiwango kikubwa. Kwa wakati huo, sikuwaza madhara yanayoweza kutokea kutokana na lile tukio. Lililokuwa akilini mwangu ni mapenzi. Alinilazimisha, hatimaye Hussein alisema kwa sauti ya upole, akiniangalia kwa macho ya upole. Nini? Alinilazimisha kufanya mapenzi, alisema tena huku akinitizama kwa huruma. Unafikiri naweza kuwa hayawani wa kiwango hicho? Tangu lini mwanamke akalazimishwa kufanya mapenzi na mwanamke? Tafuta uongo mwingine wa kuniongopea, sio huo. Haki ya Mungu na kuapia, Zakia amekuwa akinitaka kimapenzi kwa siku nyingi sana, na nimekuwa nikitishiwa kwa mambo mengi. Najua ni ngumu kunielewa. Muhimu kwa sasa, tufanye mpango wa kujinasua kwenye hili songo mbingo, kwani nijuavyo sheria za nchi hii, kesho asubuhi tutanyongwa hadharani kwa makosa ya uzinifu na kutaka kuua. Kauli ile ndiyo iliyozindua ufahamu wangu na kuelewa hatari iliyokuwa inaninyemelea. Wivu uliokuwa umegubika nafsi yangu uliyeyuka kama bonge la barafu kwenye jua. Hofu ikachukua nafasi. Hussein, umeniponza. Ona maisha yangu ulivyoyaingiza matatani. Hayo tutayaongea baadaye. Muhimu kwa sasa ni kuhakikisha tunatoweka eneo hili. Huko nje tuliendelea kuwasikia Zakia na mumewe wakiendelea kutujadili kwa namna kifo chetu kitakavyokuwa funzo kwa watu wengine, hususan wa Afrika waliko nchini Oman. Dakika chache nilisikia ngurumo za magari ambayo haikuhitaji kuuliza ni magari ya nani. Upesi nilifahamu yalikuwa ni magari ya polisi. Wako wapi? Nilisikia sauti ikisema huko nje. Tumewafungia chumba hiki, Abdalla alijibu. Mlango wa chumba ulifunguliwa. Askari kama 7 wenye bunduki wakaingia mule ndani. Hatukuulizwa chochote na wale askari zaidi ya kupigwa. Tulipigwa na kupigwa, tukapigika kweli kweli. Kila sehemu ya mwili wangu kulikuwa na maumivu. Sikuweza kusimama kwani nilikuwa na maumivu makali. Wasilianani na ndugu zao waliopo huku kwa ajili ya kuja kuchukua maiti zao. Askari mmoja alionekana kama kiongozi wao alisema. Tuliondolewa mule ndani tukiwa tumefungwa pingu mikononi. Tukapandishwa kwenye gari la polisi. Safari ya kuelekea mahali ambapo sikupaelewa ikaanza. Muda wote nilikuwa nikilia kwa uchungu. Maisha yangu yalikuwa yamebadilika ghafla mno. Nisamehe Agripina, Hussein alisema, akionekana kukata tamaa. Aliongea hayo tukiwa ndani ya Defender la polisi. Najua hadi kesho, muda kama huu, miili yetu itakuwa mochwari ndani ya friji lenye baridi kali, ikingojea kuzikwa kwenye makaburi mawili tofauti. Nataka moyo wako ufahamu kuwa sikukusudia safari ya mahusiano yetu iwe hivi. Ndoto zangu za kukupeleka Mogadishu zimegonga mwamba. Naumizwa na hilo Agripina, lakini naumizwa zaidi na mtoto aliye tumboni mwako, alisema huku akinionyesha kipimo changu cha mimba alichokuwa amekimata mkononi, machozi yakijikusanya machoni mwake. Sikujibu chochote zaidi ya kutiririkwa na machozi. Polisi walikuwa wametuweka kati, huku mitutu ya bunduki ikitutizama kwa uchu. Tulipelekwa hadi kwenye eneo moja lenye uwazi mkubwa, kukiwa na majengo yaliyokuwa kama mabweni. Ukingoni mwa eneo hilo kukizungushiwa ukuta mrefu wenye mitambo yenye shoti za umeme. Teremka, tuliamriwa. Taswira ya kunyongwa ikawa inanitesa akilini. Kwa kweli niliogopa sana, tukiwa kwenye lile eneo ambalo baadaye nilifahamu kuwa ilikuwa gereza. Tuliingizwa kwenye ofisi ndogo tulioandikisha majina yetu na kuandikiwa makosa mawili yanayotukabili, kwa maana ya kufanya mapenzi kabla ya ndoa sanjari na kujaribu kuua. Baada ya hapo, Hussein alichukuliwa na kupelekwa eneo ambalo sikujua ni wapi. Nilitolewa mule kwenye kile kiofisi kidogo na kuingizwa kwenye chumba pweke ambacho hakikuwa na kitu chochote. Kulikuwa na mwanga hafifu wa njano
uliotokea kwenye balbu ndogo iliyokuwa ikining'inia kwenye dari. Niliegemeza mgongo ukutani, taswira ya kijiji cha Makose, mkoa Tanga, huko nchini Tanzania, ikanijia. Kwa mara nyingine nililia mno, kuona ndoto zangu za kuikomboa familia yangu katika maisha duni zimegonga mwamba, huku nikisubiri kunyongwa hadi kufa masaa machache yajayo. Nilikaa ndani ya kile chumba hadi asubuhi. Mwanga wa jua la asubuhi ukapenya kupitia matobo ya kwenye bati na kuingia hadi ndani ya chumba kile. Niliumia nilipobaini kuwa jua hilo ndiyo jua la mwisho kuliona duniani. Masaa mawili baadaye, mlango ulifunguliwa. Wakaingia askari wawili na wakanitaka nitoke nje. Nilitolewa nje na kupelekwa tena kwenye ile ofisi ndogo ambayo niliingizwa jana usiku nikiwa na Hussein Jabal. Yuko wapi Hussein? Niliuliza. Unamuuliza nani maswali ya kijinga? Nyamaza kimya. Askari mmoja ninifokea. Nifanyie hisani ya jambo moja, nilimwambia kwa upole huku machozi yakinilenga. Jambo lipi? Naombeni msaada wa kuwasiliana na ubalozi wa nchi yangu ili nipate msaada wa kisheria. Pia yupo mwenyeji wangu aitwaye Mariam ambaye anaishia hapa hapa Muscat, maeneo ya Deira. Tunasikitika, hilo pia hatuwezi kufanya. Taarifa zitakazomfikia huyo Mariam ni kuja kuchukua maiti yako. Askari mmoja alionekana kama kiongozi wao alisema. Tulilia, nikalia na kulia. Hofu ya kunyongwa kwa kamba ilisambaa ndani ya kifua changu vibaya sana. Walinifunika kitambaa cheusi usoni, mikono yangu ikiwa nimefungwa pingu. Nikachukuliwa na kupelekwa mahali ambapo nilisikia wakipataja kuwa panaitwa Slaughter Place. Nilifikishwa Slaughter Place na kufunguliwa kitambaa. Mbele yangu nikajiona nipo eneo lenye uwazi mkubwa kama uwanja wa mpira wa miguu. Kulikuwa na jukwaa la kubwa ambalo lilitengenezwa kama goli la mpira wa miguu. Kamba nyingi zenye vitanzi zilikuwa zikining'inia kwenye goli lile. Nikabaini eneo hilo ndipo eneo lililohusika kwa kunyongea watu. Katika kutazama huko, nikaendelea kuona kitu kingine kilichoupasua moyo wangu vibaya mno. Nilimwona Hussein akiwa kando ya jukwaa lile la kunyonga, akiwa anafanya ibada kwa imani ya dini ya Kiislamu. Hussein, niliita kwa nguvu, huku nikiamini vyovyote vile Hussein amepewa nafasi ya kusali sala ya mwisho kabla ya kuning'inizwa kwenye kitanzi. Wale askari wa jeshini walinikaba shingoni. Wewe, kuleta gasaya kwa mtu anayefanya ibada ni jambo baya, eh? Nilishindwa kujibu kwa kuwa tayari nilikuwa nimefungwa tambalo mdomoni, nikaishia kulia. Wakati huo nilimwona Hussein akiwa amemaliza kufanya ile ibada na sasa askari walimfunga pingu mikononi mwake. Aligeuka akanitizama huku akitoa tabasamu lenye kila dalili ya kukata tamaa. Hussein, naenda kunyongwa. Nisamehe kwa kushindwa kukupeleka Mogadishu. Nisamehe hata kwa kusababishia kifo ili hali ukiwa na mtoto tumboni mwako, alisema huku akinionyesha kipimo changu cha mimba alichokuwa amekimata mkononi, machozi yakijikusanya machoni mwake. Sikujibu chochote zaidi ya kutiririkwa na machozi. Polisi walikuwa wametuweka kati, huku mitutu ya bunduki ikitutizama kwa uchu. Walimvalisha soksi nyeusi usoni, wakamwongoza kumpandisha kwenye jukwaa la kunyonga. Askari wawili walimvisha kitanzi cha kamba ngumu shingoni na kuhakikisha wamekaza vizuri, kisha wakashuka chini wakimwacha peke yake kwenye jukwaa. Niliendelea kulia nikimwomba Mungu kimoyomoyo afanye muujiza wake kubadilisha kile kilichokuwa kikiendelea usaa huo, lakini haikuwa hivyo. Askari aliyehusika na kubonyeza swichi ya kupandisha kamba juu alikuwa akingojea amri kutoka kwa kamanda mkuu. Kilim, amri ya kunyonga ilitoka. Mnyongaji alibonyeza swichi, kamba ikaanza kujiviringisha taratibu kwenda juu. Ilivyokuwa ikijiviringisha, ndivyo ikawa inamnyanyua Hussein taratibu, na hapo ikawa inamkaba shingoni kwa nguvu. Sekunde 10 baadaye, Hussein alikuwa akining'inia juu na kutapatapa huku na kule. Miguu yake ilikuwa ikirukaruka, huku kiwiliwili chake kikitetemeka kama anapigwa na shoti ya umeme. Hussein alijikojolea, na wakati mkojo huo unapita, sekundi 5 zilizofuata, Hussein alitulia tuli, tayari alikuwa maiti. Bila kutegemea, nilijikuta na mimi nikijikojolea kwa mara ya pili. Nilikuwa na uoga usiomithilika. Niliona mwili wa Hussein ukiendelea kubembea kwenye kamba. Maisha ya Hussein hapa duniani yaliishia hapo. Kilichokuwa kimebaki kwake
ni kushushwa, kupelekwa mochwari kisha kuzikwa. Anayefuata kunyongwa ni wewe. Sauti ya kamanda ilisikika nyuma yangu. Tumbo likinichafuka, nikahisi kutapika. Bila kutarajia nikajisaidia haja kubwa na ndogo kwa pamoja. Nilifunguliwa kile kitambaa mdomoni na kusogezwa eneo lilitandika zuria dogo, kando kikiwa na maji kwenye ndoo ambayo nilitakiwa kunawa kabla ya kusali sala zangu za mwisho, kisha kunyongwa kama ilivyokuwa na kwa mpenzi wangu Hussein Jabal. Niacheni nirudi nyumbani, sitaki kufa mimi, sitaki, nilisema kwa maniko kubwa huku nikilia. Hakuna aliyenijali. Wote walinitaka nijinawishe kwa maji kisha waninyonge. Niliendelea kuwasihi waniachie nirudi nyumbani kwetu Tanzania, lakini nao waliendelea kunisihi nisali sala zangu za mwisho, kwani muda wa mimi kufa utakapowadia hawatokuwa na cha kusubiri zaidi ya kunitundika kwenye kamba na kuninyonga. Muda wa kunyongwa ulifika. Walinikamata askari wawili waliokuwa na nguvu na kunisukumiza kwenye jukwaa, tayari kwa kunivisha kitanzi na kunyongwa. Mungu, uko wapi wewe Mungu? Fanya kitu kwa ajili yangu Baba. Fanya sasa hivi Mungu wangu. Nisaidie. Nilitamka maneno hayo kwa nguvu, nikiwa nimechanganyikiwa vibaya sana. Hata hivyo, fikra hizo zilibakia kuwa kichwani mwangu tu. Nilivishwa kitambaa cheusi, kisha kitanzi. Kamba ikakazwa shingoni mwangu, na askari anayebonyeza switch inayoruhusu kamba kunivuta kwa juu, aliendea switch na kuibonyeza. Kamba ilianza kuivuta shingo yangu na kunining'iniza kwa juu. Pumzi ziligoma kutoka, huku maumivu makali ya kubanwa na kamba yakiniumiza. Nikawa natapatapa huku na kule. Nikatamani ninyanyue mikono yangu ili nizuie kamba isiendelee kunikaba, ila mikono yangu ilikuwa imefungwa pingu. Giza la ajabu likazikumba mboni zangu, na wakati huo huo nijiona nikiwa naelea angani. Nikiwa kwenye hali hiyo, nilijiona naanguka kwa kasi kuelekea kwenye shimo ambalo lilikuwa na giza. Kwenye shimo hilo sikuona mwisho wake. Hapo nikaendelea kubaini kuwa zile ni dalili za kifo. Kumbe ndio hivi mtu akiwa anakufa inavyokuaga, niliwaza. Nukta zile zile, sikujua tena kilichoendelea, ingawa kabla sijajua kilichoendelea, tayari nafsi yangu ikakubali kuwa mimi ni maiti. Nilishituka ghafla, nikajikuta nipo kwenye eneo lenye baridi kali na ukimya wa ajabu. Nilikuwa nimelala chali huku nikiwa kama nilivyozaliwa. Nilikuwa natetemeka kutokana na baridi. Niligeuza shingo kutizama kulia na kushoto, nikajiona nipo kwenye kitu kama box kubwa lenye kuzalisha baridi. Sikuhitaji muda mrefu zaidi kutambua kuwa nilikuwa nimewekwa kwenye jokofu la kuhifadhia maiti ndani ya mochwari. Ndani ya nukta zile zile nilikumbuka kila kitu. Kichwa changu kikabaki na maswali mengi ambayo majibu yake sikujua pa kuyapatia. Katika mengi niliyojiuliza, swali kubwa lilikuwa ni vipi nipo hai ili hali nilinyongwa kwa kamba hadi kufa. Wakati nikiwa naendelea kujiuliza swali hilo, mara nilisikia mlango wa mochwari ukifunguliwa. Nikasikia sauti za watu wawili wakizungumza, mmoja mwanaume, mwingine wa kike. Almanasura nipige kelele baada ya kusikia sauti ya mtu ninayemfahamu. Niliweka utulivu, nikajionya kutokurupuka kwa namna yoyote ile. Nilitulia huku nikifuatilia mazungumzo. Wakawa wanazungumza huku wakisogea karibu zaidi na jokofu nilokuwa nimelazwa. Nikasikia yule mwanaume akimuhadithia songo bingo lililotokea nyumbani kwa Abdalla Mustafa hadi kupelekea mimi na Hussein kunyongwa. Kikawaida huwa hatuna utaratibu wa wanawake kuingia kwenye chumba cha kuhifadhia maiti na kutizama miili, lakini kwa kuwa umeniomba sana, utamuona ndugu yako. Nitashukuru sana. Uko tayari kuona maiti ya ndugu yako? Mlinzi wa mochwari alimuuliza Mariam kwa msisitizo. Ndiyo, niko tayari. Baada ya jibu hilo kutoka kwa Mariam, ndani ya jokofu mate mepesi yakajaa mdomoni. Hofu ikanitawala. Wakati huo huo, draw ya jokofu nilimolazwa ikavutwa. Shit! Nilijikuta nakosa utulivu ambao nilikuwa nimeutengeneza. Bila kutarajia nikafumbua macho. Tendo la maiti kufumbua macho mbele ya Mariam na yule mlinzi wa mochwari iliibua kizaazaa. Mama! Ui! Maiti! Imefufuka! Wai! Ui! Mzimu! Mzimu! Mariam na mlinzi yule wa mochwari walipiga kelele huku wakikurupuka na kuuparamia mlango wa kutokea nje. Kwa upande wangu, nilijitoa ndani ya ile draw ya jokofu, nikasimama katika ya chumba kile, nikaona nimezingirwa na maiti nyingi zilizokuwa zimelazwa chini, huku kukiwa na kibao kidogo kilichowekwa juu ya mwili wa ile maiti kikiwa na maandishi ya Kiingereza yaliyosomeka Today Burial. Mpenzi msomaji,
Hadi leo ninaposimulia mkasa huu, nashindwa kuelewa ni msukumo gani ulionikumba na kufanya kile nilichofanya, kwani pamoja na kulindima kwa kelele huko nje zenye kushadadia kufufuka kwa maiti ndani ya mochwari, ndio kwanza mimi nilipiga hatua kuusogelea ule mwili, kisha nikaufunua. Sikuamini nilichokiona. Kwa mara nyingine nilijikuta nikidawaa baada ya kuona kitu kilichonifanya nihisi mwili wote ukipata ubaridi. Mpenzi wangu Hussein Jabal alikuwa amelala chali akiwa amekufa. Uso wake ulionyesha kama mtu aliyepatwa na maumivu makali kabla ya kukata roho. Shingoni mwake kulikuwa na alama na michumbuko ya kamba iliyomnyongea. Machozi yalinitoa, donge kavu likanikaba koni. Kwa mara nyingine nilimlaumu mno Mungu, niliona sitendewi haki kwenye dunia. Maisha yangu yalikuwa yamevurugika vibaya mno. Kamasi jepesi likachungulia kwenye tundu za pua yangu, huku machozi yakiendelea kumiminika mashavoni mwangu. Mzimu! 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 Ghafla nikashitushwa na kelele zilizoendelea kulindima kwa kasi ya ajabu kutokea huko nje. Hapo akili yangu ikazinduka. Bila kufikiri mara mbili, nikachomoka kufuata malango wa kutokea nje na kutoka. Nilipojitokeza tu nje, nikashangaa kukuta mlundo wa watu waliokuwa umbali wa hatua kama 20 wakiwa wamezunguka jengo lile la mochwari, wakiwa mkao wa kusubiri kuona mzimu ulioibuka ndani ya mochwari. Baada ya kujitokeza mbele ya mboni za macho yao, nikabutawaa kuona kukizuka taharuki nyingine ya aina yake. Kelele na mayoyo ya hofu yalilindima, huku kila mmoja akishika njia yake. Bila kupoteza muda, na mimi nikaanza kutimua mbio bila kujua wapi ninapokimbilia. Ndani ya nukta hizo hizo nikagundua jambo jingine lililonifanya nizidi kuchanganyikiwa. Kwenye mwili wangu nilikuwa na misina chochote nilichovaa. Nilikuwa uchi wa mnyama. Nikazidi kuhamanika, nikageuka na kurudi ndani ya chumba cha mochwari, kisha nikakwapua shuka moja miongoni mwa zile zilizokuwa zimefunika miili ya watu wengine, nikajifunika na kutoka tena nje. Nikashika uelekeo wa upande wa kusini mwa hospitali ile, nikawa nakimbia huku nimejifunika shuka jeupe. Lile shuka jeupe la mochwari lilinifanya nizidi kufanana dhahiri na mzimu. Nilikimbia nikiwa nimechanganyikiwa vibaya sana. Katika kukimbia huku na kule, nakajikuta nimetokeza upande wa nyuma wa hospitali ile. Eneo lile kulikuwa na bustani ya maua iliyopandwa kiusatadi. Bahati nzuri lilikuwa ni eneo ambalo halikuwa na mtu yoyote. Kando ya maua kulikuwa na pipa la kuhifadhia takataka. Nikaamini hapo ndio maficho sahihi kwa wakati ule. Nikafunua mfuniko na kutumbukia ndani ya pipa lile, kisha nikajibanza humo. Nilikuwa nimejikunyata huku nikiteta. Nafsi yangu ilikiri kuwa nilikuwa ni kama mwanakondoo aliyezingirwa na kundi la mbwa mwitu. Sikutaka kujiongepea kama nikikamatwa tena nitanusurika kifo kama ilivyotokea siku hiyo. Tukio hilo lilinifundisha jambo kubwa kuhusu ukuu wake Baba wa mbinguni. Mungu acheni awe Mungu jamani. Utukufu na sifa anastahili yeye. Kama yeye hajakukadiria jambo fulani, hakuna pigo litakalokuangusha daima. Jifunze hili ndugu msomaji. Uhai wangu ulikuwa mashakani. Niliamini kama nitaingia kwenye mikono ya serikali ya nchi ya Omani, kamwe hawawezi kuniacha nikiwa hai. Niliendelea kuamini kuwa endapo nitatiwa nguvuni, jeshi la nchi hiyo litahakikisha ninanyongwa hadi napoteza uhai wangu. Kiu ya kuwa mtu huru ilizidi kutanda kwenye fikra zangu. Shauku ya kurudi nyumbani Tanzania ilipozidi kutekenya hisia zangu. Nilikaa ndani ya pipa lile la takataka. Kwa makisio ilikuwa ni zaidi ya masaa 7 ama 8. Eneo lile liliendelea kuwa kimya. Sikusikia michakacho wala chakara yoyote. Nilijinyanyua taratibu na kuchungulia. Nilishangaa nilipoona giza lilikuwa limeingia. Nikajivuta na kuruka nje ya pipa lile. Nikatembea kuelekea gizani. Wakati napiga hatua ya kwanza ya pili, nikabaini jambo jingine lisilo la kawaida mwilini mwangu. Njaa kali ilikuwa ikiniuma. Nikagundua nilikuwa nina muda mrefu sijapata chochote. Na nilikuwa sina nguvu. Kukaa sana kwenye jokofu kukanifanya niwe na kiu cha maji. Hata hivyo sikutaka kuwaza sana juu ya njaa niliyokuwa nayo. Nilichokuwa nahitaji ni kurudi nyumbani kwetu Tanzania. Akili yangu nikairejesha kwenye kujinasua kuingia kwenye mikono ya serikali ya nchi ya Omani. Nafsi yangu ikakiri kuwa hatua ya kwanza ya kuwa mtu huru ilikuwa ni kutoka nje ya hospitali ile. Nikawa natembea kwa kupepesuka, lakini kwa umakini wa kutoonekana na mtu yoyote. Mwilini nikiwa nimejifunika lile shuka nililotoka nalo mochwari. Nilitokeza kwenye eneo ambalo lilinipa faraja zaidi. Nikaona kwa kutokea eneo lile ni hatua nyingine muhimu ya kunitoa ndani ya hospitali. Ilikuwa ni eneo la kufulia nguo, na nguo nyingi zilikuwa zimeanikwa katika kamba. Nilinyata na kuanua gauni moja na mtandio. Upesi nikavaa gauni lile na kujitanda mtandio, kisha nikatoka nikiwa natetemeka. Miguuni nilikuwa peku. Nilipishana na watu 2 watatu, hapakuwa na yoyote aliyenijali, na hatimaye
Nikatokeza kwenye geti kuu la hospitali hiyo. Kulikuwa na wanajeshi wenye bunduki waliokuwa wamezagaa kwenye geti lile. Nilizidi kutetemeka, lakini sikuacha kujongea kuufauta mlango wa kutokea. Hatimaye nilifika getini na kutoka nje. Jasho liliendelea kunitoka huku mwili wote ukinitetemeka. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, mara nikasikia sauti kali ya kiume ikiniita nyuma yangu. Agripina! Bila kufikiria mara mbili, nikageuka. Lilikuwa ni kosa kubwa sana. Ulikuwa ni mtego. Hapo hapo nikaona sura za wale wanajeshi zikimekanika bunduki zao, wakazielekeza mbele yangu. Nimekwisha. Ndani ya sekunde chache, amri kutoka kwa mwanajeshi mmoja ilitoka. Kamata, huyo ndiye yeye, msimwache akatoroka. Sikupoteza muda, hapo hapo nikakurupuka na kutimua mbio. Pa! Pa! Sauti kali ya risasi ilisikika nyuma yangu. Kukazuka kizaazaa kingine. Watu wachache waliokuwa eneo lile la lango la hospitali, kila mtu akashika njia yake, huku sauti za taharuki zikiwatoka. Nilifahamu wazi, risasi ilikuwa imepigwa angani ili kunitisha nisikimbie. Nilikuwa tayari kufa nikiwa nakimbia nikijaribu kujiokoa, kuliko kusimama kisha nikatiwa nguvuni kikondoo. Simama we mwanamke, simama! Sauti za amri zilizidi kunishurutisha. Sikujali, nilizidi kukimbia kwa nguvu zangu zote. Nilibahatika kuona kichochoro mbele yangu, mita kama 10, nikaona pale ndio mahali sahihi pa kuwapoteza wale mafala waliokuwa wakinifuata nyuma yangu kwa kasi. Kwa mbio za farasi, nilikifikia kile kichochoro na kutokomea ndani yake. Nikakutana na mazingira ambayo yalizidi kunipa nguvu ya kukimbia. Nilikuwa ndani ya makazi ya watu hohehahe, kwetu Tanzania hupaita uswahilini. Nikapita kwenye vichochoro viwili vitatu, hatimaye nikajikuta nimetokea katika eneo ambalo halikuwa na njia. Risasi zilizidi kulindima nyuma yangu. Nikatizama kulia kwangu, nikajiona nipo katika nyumba eneo la uani. Nikaona kuna vyumba kadhaa katika eneo lile la uani vikiwa wazi. Nikakimbia na kuingia kwenye chumba kimoja. Nilisukuma mlango kwa nguvu na kuzama ndani, kisha nikaufunga. Kwa muonekano, chumba hicho kilikuwa kikialiwa na mvulana wa Kiarabu. Naye alikuwemo humo ndani. Bahati nzuri ni kwamba amelala fofo. Alikuwa mwanaume mrefu na mwenye nywele nyingi kichwani. Pamoja na kwamba nilisukuma mlango kwa nguvu na kuingia ndani kwa fujo, lakini mtu yule aliyekuwa amelala fofo hakushtuaka. Nilijikunyata nikiwa na hema kama nimetoka kwenye mbio za marathoni. Ukimya wa ghafla ukashika hatamu. Sauti za risasi huko nje sikuzisikia. Nikawa najiuliza maswali mwenyewe mule ndani, kama natakiwa nitoke ndani ya chumba kile nitimkie mahali pengine, ama niendelee kubaki mule ndani hadi hapo mwenyeji wa chumba kile aliyekuwa kikoroma kitandani atakapoamka na kunikuta mule ndani. Katika kuwazawaza huko, nikapata wazo ambalo niliamini ni zuri. Bahati mbaya, bado kivuli cha bundi kiliendelea kunifuata, kwani kabla sijalifanyia kazi wazo langu, mara nikashuhudia kitu cha ajabu. Yule mtu aliyekuwa amelala kitandani alikuwa anatokwa damu puani, masikioni na mdomoni. Damu ile ilichanganyika na povu lililokuwa likimtoka mdomoni. Ngo! Ngo! Ndani ya sekunde hizo hizo, nikasikia mlango wa chumba kile ukigongwa kwa nguvu. Nilibaki nimeganda kama sanamu. Nilihisi akili yangu ikisimama kufanya kazi kwa muda. Wakati nikiwa nimeduaa mbele ya mtu yule aliyeonekana yupo kwenye heka za kuipigania roho yake, nikashitushwa tena na sauti kali ya mlango ukigongwa. Hapo ni kama akili yangu ilikurupuliwa ilipokuwa imelala. Nikatambua hatari iliyokuwa inaninyemelea. Ngo! Ngo! Open the door! Sauti ya mtu ilisikika ikisema kwa wahaka, huku akiendelea kuugonga mlango kwa nguvu. Jasho lilichuruzika maungoni mwangu. Nikaona hatimaye ninaingia kwenye mikono ya serikali ya nchi ya Oman. Sikutaka kujiongopea kwamba siwezi kuhusishwa na kifo cha yule jamaa aliyekuwa akiweweseka kitandani, huku damu ikimtoka puani na mdomoni. Nikaamini kabisa hilo ni jumba bovu jingine linalokwenda kuniangukia. Nikajionya kama nisipofanya kitu, lazima nitaingia kwenye mikono ya dola, na sikuhitaji mwalimu kunieleza kama nikiingia kwenye mikono ya dola nini kitatokea. Ngo! Ngo! Mgongaji aligonga tena, safari hii kwa nguvu zaidi. Nikatizama kulia kwangu, nikajiona nipo katika nyumba eneo la uani. Nikaona kuna vyumba kadhaa katika eneo lile la uani vikiwa wazi. Nikakimbia na kuingia kwenye chumba kimoja. Aliingia msichana mmoja wa Kiarabu, akanikodolea macho yenye mshangao, kisha akayahamisha macho yake kwa mvulana aliyekuwa hoi pale kitandani. Nikamwona akibutwai baada ya kuona hali ya yule mtu pale kitandani. Nilikuwa nimesimama nikiendelea kumwangalia yule dada namna alivyotaharuki kwa kile alichokuwa kikishuhudia mbele yake. Nikawa makini na yule msichana kufuatilia kila tendo alilokuwa akikifanya. Akayatupa macho yake tena kwangu, akanitizama kwa chati, kisha akasema kitu, lakini sikumuelewa kwa kuwa alizungumza kwa lugha ya Kiarabu. Ingawa sikumuelewa,
lakini nilibaini alichokuwa ananiuliza ni nini. Alitaka kufahamu mimi ni nani, kwa nini nipo mule ndani, na nimemfanya nini mtu yule anayetokwa na damu nyingi. Kitendo cha mimi kubaki kwa bubu huku yeye akiniuliza maswali lukuki kilimkera vibaya sana yule msichana. Nikaona anatoa simu yake ya mkononi kisha akapiga namba fulani na kuanza kuzungumza na mtu upande wa pili. Sikutaka kujiongopea kwamba haiti polisi. Machale akanicheza. Hapo hapo nikamrukia na kumkwapua ile simu na kuitupa. Baada ya kufanya kitendo kile, kilichofuata kilikuwa hakielezeki. Tulikamatana na yule msichana na kuvingilishana huku na kule. Pamoja na kwamba nilikuwa na njaa, lakini niliweza kumdhibiti msichana yule. Nilimvuta nywele, nikamkandamiza kwa chini, huku nikiwa nimemkanyaga kifuani. Kimya! Nasema kimya! Nyau wewe! Nani aliyekuambia uite polisi? Umeniona mimi ndo nimemuua huyu fala wako aliyelala hapa kitandani? Nilisema kiwazimu nikiwa nimevurugwa vibaya sana. Nilichofanya ni kumfunga kwa kamba mikono na miguu yake, kisha nikamsachi mifukoni mwake. Nikamkuta na kiasi cha fedha ambazo sikumbuki zilikuwa ni shilingi ngapi. Nilizikomba pesa zote nikiamini zitanisaidia mbele ya safari. Baada ya tukio hilo, niliyatupa macho yangu kwa yule bwana pale kitandani. Nilichanganyikiwa baada ya kumwona mtu yule akiwa amekodoa nacho huku akiwa hahemi. Mtu yule alikuwa amekwisha fariki dunia. Hapana, nifai tena hapa. Sikupoteza muda. Niliondoka mule ndani upesi nikimwacha yule binti akijizoazoa pale sakafuni. Niliingia mtaani na kuendelea kukimbia. Niligeuka kwa mkimbizi katika nchi ya watu. Nakumbuka baada ya kutoka mule ndani, nilichofanya ni kwenda katika hoteli iliyokuwa mafichoni kidogo. Ilikuwa karibu na pwani ya bahari. Haikuwa hoteli ya kitalii, ila nakumbuka jina la hoteli hiyo iliitwa Kurufumu. Ingawa ilikuwa ni usiku, nilipata staftahi ya chai ya maziwa na mkate wa siagi ambao kwa hakika ulijaza tumbo langu. Na katika kipindi chote ambacho nilikuwa nikipata staftahi ile, nilikuwa nimekwisha pata wazo moja ambalo niliamini kama nikiliweka katika uhalisia ni wazi litaleta matunda na kuweza kutoroka kabisa katika nchi hile na kurudi nyumbani Tanzania. Baada ya kushiba, nilinyanyuka na kuanza kuyafanyia kazi mawazo yangu. Nilitoka na kutembea kwa mguu tatu ukingoni mwa fukwe ile. Nilifika katika wigo bandari ya Muscat uliozungushiwa seng'enye. Nilisimama katika uzio wa bandari hiyo nikawa natizama huku na kule kama nitamwona mtu yoyote. Wakati huo kwa makisio ilikuwa yapaka kati ya saa 4 ama saa 5 usiku. Nikaendelea kusimama kwa muda hadi baadaye niliposhtuliwa na sauti kali iliyotokea nyuma yangu. "We ni nani na unafanya nini?" Sauti ya amri ilisikika. Nilipogeuka nikamwona mtu mmoja mzee wa makamu kasimama huku akiwa anakamata bunduki aina ya bolt shotgun. Kimuonekano alikuwa ni kama mlinzi wa eneo lile la bandari. "I've never seen you in my life, but you seem like you need some help." Aliongea kwa sauti ya kukoroma. Alionekana ni mzee ambaye amekubuhu kwenye biashara za magendo. "We have a cargo ship, Zahol 15-3, which traveled to Mombasa this night. Captain can take you there in one condition." Aliongea tena kwa Kiingereza, akisema ipo meli ya mizigo ya Zahol 513 inayosafiri kwenda Mombasa usiku huu. Ila nahodha anaweza kunipeleka kwa sharti moja. "Sharti lipi?" Niliuliza kwa kiherehere. "Nifuate." Badala ya kunijibu, yule mtu alisema huku akifunua wavi wa seng'enye na mimi kupita ndani ya bandari. Tukaanza kutembea kuingia ndani ya bandari hiyo. Niliendelea kumfuata huku nikiwa na mashaka. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu niliona kama jambo lililoliomba kwa yule mtu lilikubalika kirahisi mno. Machale akawa anacheza. Nikawa njia panda. Nikafikiria kwa muda, mwisho wa siku nikajiambia potelea mbali litakalokuwa na liwe. Nikamfuata. Alinipeleka hadi kwenye ofisi moja ndogo ambayo ilionekana ni kama ofisi ya walinzi waliotumia kufanyia mambo yao ndani ya bandari ile. "Ningoje hapa," aliniambia yule mzee na kunipa kiti. Aliniacha pale na kwenda mahali ambako sikujua ni wapi. Dakika chache baadaye, alirejea na kunitaka nimfuate. Nilimfuata. Swali kuu kichwani mwangu lilikuwa ni vipi mtu yule ajitoe kunisaidia mimi kiasi kile? Kwa malipo gani? Kwa ushawishi upi? Na kwa huruma gani alionayo juu yangu, mtu ambaye nimekutana naye si zaidi ya dakika 20? Pamoja na kuyawaza hayo, bado sikutaka kabisa kurudi nyuma. Nilitaka nishindwe nikiwa kwenye harakati za kujaribu kujiokoa kuliko kuogopa kufanya nikingoje kukamatwa kibweke. Alinipeleka hadi kwenye ofisi moja ndogo ambayo ilionekana ni kama ofisi ya walinzi walioitumia kufanyia mambo yao ndani ya bandari ile. "Ningoje hapa," aliniambia yule mzee na kunipa kiti. Aliniacha pale na kwenda mahali ambako sikujua ni wapi. Dakika chache baadaye, alirejea na kunitaka nimfuate. Nilimfuata. Swali kuu kichwani mwangu lilikuwa ni vipi mtu yule ajitoe kunisaidia mimi kiasi kile? Kwa malipo gani? Kwa ushawishi upi?
na kwa huruma gani alionayo juu yangu, mtu ambaye nimekutana naye si zaidi ya dakika 20. Pamoja na kuyawaza hayo, bado sikutaka kabisa kurudi nyuma. Nilitaka nishindwe nikiwa kwenye harakati za kujaribu kujiokoa kuliko kuogopa kufanya nikingoja kukamatwa kibweke. Usikose mwendelezo wa simulizi yetu.